Bismillahirrahmanirrahim. Karibu tena katika simulizi za mafunzo za visa vya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zenye mafunzo ya ajabu na mifano mbalimbali. Pati ya 15. Haya ya Uthman bin Affan radhiallahu anhu na matumizi yake ya mali katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya majina ya masahaba yamekuwa yakihusishwa na sifa zao maalum. Kwa mfano, Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu anajulikana kwa uadilifu. Abu Bakar radhiallahu anhu anajulikana kwa upole na huruma. Ama Uthman radhiallahu anhu, jina lake limehusishwa na mambo mawili makubwa: infaqul mali fi sabilillah, kutumia mali yake katika njia ya Allah, wal haya, na kuwa na haya. Kuhusu kutumia mali katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, Uthman radhiallahu anhu alikuwa mmoja wa watu waliotangulia na kuwa mfano bora katika jambo hilo. Mali yake yote ilikuwa katika kuitumia Uislamu na Waislamu tangu siku alipoacha ukafiri na kuingia katika dini ya Uislamu. Alitumia utajiri wake kwa ukarimu ili kuusaidia Uislamu na kuwanufaisha Waislamu. Kulikuwa na kisima cha Rumat ambacho ndicho kilichokuwa kikitumiwa na wakazi wa Madina kupata maji ya kunywa. Kisima hicho kilimilikiwa na Myahudi ambaye alikuwa akitawala Waislamu kwa kuwabania katika matumizi ya maji. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man yashtari lana bi'ra rumata wa yakunu dalwuhu ma'al muslimina la yazidu anhum fi shay, ni nani atakayekinunua kisima cha Ruma kwa ajili yetu ili ndoo yake iwe pamoja na ndoo za Waislamu bila kuwatoza zaidi kuliko wengine? Hapo Uthman bin Affan radhiallahu anhu akasimama kutoka miongoni mwa masahaba, akaenda kwa Myahudi huyo ili anunue kisima hicho, lakini Myahudi alikataa kuuza kisima chote, akakubali kuuza nusu yake tu kwa dirham 12,000. Kiasi hicho kilikuwa kikubwa sana, kiasi ambacho kingekuwa mtaji wa wafanyabiashara watano wakati huo. Uthman radhiallahu anhu akakubali, akalipa fedha hizo kwa sharti kwamba kisima kitakuwa ni chake siku moja na siku inayofuata kiwe cha Myahudi. Siku ambayo kisima kilikuwa cha Uthman, Waislamu walikuwa wakinywa maji na pia wakihifadhi ya kuwatosha hadi siku inayofuata. Myahudi alipoona kuwa hakuna tena anayenunua maji yake, akaenda kwa Uthman radhiallahu anhu na kumuuzia nusu iliyobaki kwa dirham 8,000. Siku nyingine Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, man yuwassi'u lana masjidana hadha wa yakunu lahu baytun fil janna, ni nani atakayenunua msikiti wetu huu? Ni nani atakayetanua na kuufanya mkubwa msikiti wetu huu, naye atapata nyumba peponi? Haikuwa ni katika kununua kisima na kuupanua msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambapo Uthman radhiallahu anhu alitoa mali yake. Alitumia pia utajiri wake kuupanua msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kwa ajili ya manufaa ya Waislamu, mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafurahishwa sana naye. Ama vita vya Tabuk vilijulikana kama vita vya Ghazwatul Usra, vita vya dhiki, kwa sababu Waislamu walikuwa katika hali ngumu sana ya kifedha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa na mali ya kuandaa jeshi la kwenda kupambana na Warumi ambao wakati huo walikuwa dola kubwa zaidi duniani. Umar radhiallahu anhu alikuja na nusu ya mali yake. Abu Bakar radhiallahu anhu akaja na mali yake yote, na Waislamu wengine wakatoa kila walichoweza. Hata hivyo, mali hiyo haikutosha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasimama akawahutubia Waislamu na kuwahimiza kutoa sadaka. Hapo Uthman radhiallahu anhu akasema, ya Rasulullah, alayya 100 ba'irin bikulli ma yalzamuha, ewe Mtume Mwenyezi Mungu, mimi nitatoa ngamia 100 pamoja na kila kinachohitajika kwao, yani vifaa na mahitaji yao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawahutubia tena mara ya pili. Ndipo Uthman radhiallahu anhu akasimama tena akasema, ya Rasulullah, alayya 100 ukhra, ewe Mtume Mwenyezi Mungu, mimi nitatoa ngamia 100 nyingine. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohimiza kwa mara ya tatu, Uthman akasimama tena akasema, ya Rasulullah, alayya 100 ukhra, ewe Mtume Mwenyezi Mungu, mimi nitatoa ngamia 100 nyingine. Baada ya hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alirudi nyumbani kwake. Alimkuta Uthman radhiallahu anhu akimngojea, kisha akamimina dirham 1000 nyingine katika papaja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sadaka ya kuandaa jeshi la Tabuk. Baada ya kuona ukarimu huo mkubwa wa Uthman radhiallahu anhu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuona jambo bora zaidi kuliko kumwombea dua usiku kucha akisema, Allahumma ardha an Uthman fardha anhu, ewe Allah, mridhie Uthman, basi mridhie. Aliendelea kumwombea mpaka alfajiri ilipoingia, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajua kwamba Mola wake ameikubali dua hiyo. Baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa Ar-Ramada, mwaka wa njaa kali, watu wa Madina waliinuka katikati ya usiku kwa sauti ya msafara mkubwa wa biashara uliokuwa umewasili mjini. Msafara huo ulikuwa umejaa aina mbalimbali za vyakula. Wafanyabiashara wakamzunguka mwenye msafara huo, kila mmoja akitaka kuununua ili apate faida kubwa. Mwenye msafara huo alikuwa na Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wafanya biashara wakamwambia, nadfa'u laka dhi'fa alqafila, tutakulipa mara 2 ya thamani ya msafara wako. Uthman radhiyallahu anhu akajibu, la, hapana. Wakamwambia, 3 adhaafiha, tutakulipa mara 3 ya thamani yake. Uthman radhiyallahu anhu akasema, la aqbalu, sikubali. Fahunaka man sayadfa'u li ziyada, kwa sababu yupo atakayenipa zaidi ya hilo. Wakamuuliza, kaifa, inawezekanaje? Wa nahnu awwalu man jaa ilayka wa laysa fil madinati tujarun ghayruna, hali sisi ndio wa kwanza kufika kwako na hakuna wafanyabiashara wengine Madina isipokuwa sisi. Uthman radhiyallahu anhu akawajibu, inna tajiran sayu'tini dirham bi10 darahim qad ishtaraha minni, yupo mfanyabiashara ambaye atanilipa kwa dirham 1, dirham 10, tayari ameninunulia. Wote walishangaa wakasema,
man yakunu hadha tajir, ni nani huyo mfanyabiashara? Uthman radhiallahu anhu akawaangalia kisha akasema, inna Allaha yu'ti bilhasanati 10 amthaliha laqad tasaddaqtu bihadhihi alqafilati ala almuslimin, hakika Allah hulipa wema mmoja kwa wema 10 mfano wake. Mimi nimetoa msafara huu wote sadaka kwa ajili ya Waislamu. Jambo la pili ambalo jina la Uthman radhiallahu anhu lilihusishwa nalo ni haya, na haya ndiyo miongoni mwa tabia bora kabisa za Uislamu. Uthman radhiallahu anhu alikuwa na haya kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata Al-Hasan al-Basri rahimahullah amesema, kana Uthmanu fi baitihi laysa ma'ahu ahad. Uthman radhiallahu anhu alipokuwa nyumbani peke yake, walbabu alayhi mughlaq, mlango umefungwa, walam yakun yadh'u thawbahu liyafidha alayhi alma, hakuwa akivua nguo zake wakati wa kuoga kwa kumimina maji juu yake. Fakana alhayau yamna'uhu min dhalika, kwa sababu haya yake ilikuwa ikimzuia kufanya hivyo. Pia mama wa waumini Bi Aisha radhiallahu anha amesimulia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameketi huku paja lake likiwa wazi. Abu Bakar radhiallahu anhu akaomba ruhusa kuingia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamruhusu na akaendelea kukaa katika hali ile ile. Kisha Umar radhiallahu anhu akaomba ruhusa ya kuingia, naye pia akaruhusiwa, huku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa bado katika hali ile ile. Lakini Uthman radhiallahu anhu alipokuja kuomba ruhusa ya kuingia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akayanyosha na kuyafunga vizuri mavazi yake. Baadaye Bi Aisha radhiallahu anha akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam sababu ya kufanya hivyo. Uthman alipoingia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Aisha, ala astahyi min rajulin wallahi innal malaikata latastahyi minhu. Ewe Aisha, je, nisiwe na haya mbele ya mtu ambaye wallahi hata malaika wana haya mbele yake? Na haya hayawezi kupatikana isipokuwa kwa mtu mwenye imani. Kadri imani ilivyokuwa imara moyoni mwake, ndivyo haya ilivyokuwa kubwa. Na Uthman bin Affan radhiallahu anhu alikuwa na imani yenye nguvu bila shaka. Huenda watu wengi hawajui kwamba Uthman radhiallahu anhu alikuwa amehifadhi Qur'an tukufu yote kwa moyo. Aidha, alikuwa miongoni mwa waandishi wa wahi. Kwa hiyo alikuwa akiipenda Qur'an mapenzi makubwa sana. Yeye ndiye aliyesema kuwaambia watu, lau tahurat qulubukum ma shabi'tum min kalami rabbikum, lau nyoyo zenu zingekuwa safi msingechoka kamwe na maneno ya Mola wenu. Lakini jambo kubwa zaidi ambalo linaendelea kuwa ushahidi wa fadhila za Uthman radhiallahu anhu mpaka siku ya Kiyama ni kuikusanya Qur'an katika msahafu mmoja ambao hadi leo unajulikana kwa jina lake Al-Mushafu Al-Uthmaniyu, nao ni msahafu wa Uthman. Uthman radhiallahu anhu aliwaangalia Waislamu akaona idadi yao inaongezeka siku baada ya siku. Pia watu wasiokuwa Waarabu walipoisoma Qur'an walikuwa wakitamka baadhi ya maneno kwa njia isiyo sahihi. Hivyo akaogopa Qur'an isije ikabadilishwa au ikapotoshwa. Ndipo akamuamuru Zaid bin Thabit radhiallahu anhu aikusanye Qur'an kutoka kwenye kurasa zilizokuwa zimekusanywa katika zama za Abu Bakr radhiallahu anhu na Umar radhiallahu anhu, kisha iandikwe katika msahafu ili
ipelekwe katika kila nchi mbalimbali za Kiislamu, na kaagiza nakala nyingine zilizokuwa zikitofautiana zichomwe. Ndivyo ilivyofanyika, na hadi leo hii mswahafu tunaosoma ni huo huo, na watu wataendelea kuusoma mpaka siku ya Kiyama. Maswahaba wote walimuunga mkono Uthman radhiallahu anhu katika hatua hii, miongoni mwao wakiwa ni Ali bin Abi Talib na Hudhaifa bin al-Yaman radhiallahu anhuma. Na vipi wasimuunge mkono, ili hali walijua kwamba Uthman radhiallahu anhu alikuwa akiipenda sana Qur'an, na kwamba Uthman radhiallahu anhu mwenyewe alikuwa mfano wa kuigwa kutokana na mafunzo ya Qur'an. Kuhusu yeye Allah subhanahu wa ta'ala amesema, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Je, yule anayemtii Allah subhanahu wa ta'ala katika nyakati za usiku, akisujudu na kusimama kwa ibada, akiogopa akhera na akitarajia rehma ya Mola wake. Masahaba walikuwa wakisema, hadha huwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Aya hii inamhusu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu.